Kabla ya taarifa hizi za ndani, na kuomba uchukue sekunde moja tu, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa zote za ndani za asili kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Cha kuzingatia, cha muhimu, usisahau kuponyeza alama ya like ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Habari za ndani ambazo zimetufikia ni kwamba jeshi la Tanzania limeanza kupembelezwa kumtii rais wa sasa Samia Suluhu Hassan baada ya kugeuka. Wakati jeshi linapembelezwa, inamaanisha jeshi hilo limegeukia uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Naomba tusome vile unavyotazama skrini yako. Habari ndio hizi ambazo naenda kuzungumzia, ambazo ni za ndani sana. Zinasema ya kwamba wanajeshi mtiini amri jeshi mkuu na msijihusishe na siasa. CDF Mkunda, huyu ni mkuu wa majeshi. Mkunda anapembeleza wanajeshi katika taifa la Tanzania hili letu kumtii Rais Samia Suluhu Hassan na wasijihusishe kwa masuala ya siasa. Wakati anawapembeleza kwamba wamtii Rais Samia Suluhu Hassan, ni ishara tosha kwamba Samia amegeukiwa na jeshi na hawatii yale ambayo huenda anaagiza. Tusome kidogo. Mkuu wa majeshi Jenerali JJ Mkunda amewahimiza askari wapya kuishi kiapo cha kumtii na kumtumikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa sasa ni Daktari Samia Suluhu Hassan, na pia amewaonya askari hao kutojihusisha na siasa, kwani kufanya hivyo ni kwenda kinyume na kiapo cha utii walichokula wakati wa kuhitimu mafunzo yao. Unajua, Waswahili walisema ya kwamba lisemwalo lipo, kama halipo li njiani laja. Wakati wanajeshi wanapembelezwa kwamba wamtii Rais Samia, inamaanisha kuna habari za ndani ambazo zinadai kwamba huenda jeshi limegeukia uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan, na sasa hivi mkuu wa majeshi ni Rais Samia Suluhu Hassan, hawawezi kumtii. Hizi ni habari za ndani. Sasa mkuu wa majeshi ndiye anapembeleza majeshi waweze kumtii amri jeshi mkuu ambaye ni Rais Samia Suluhu Hassan. Kuna habari, kuna kile ambacho kinaendelea haswa katika uongozi wa Tanzania, na tunajiuliza maswali. Ni kipi hiki ambacho kitachangia jeshi kumgeuka Samia Suluhu Hassan? Unajua, uchafuzi ama maandamano yaliyoshuhudiwa wakati Samia alikuwa anawania awamu yake ya kwanza kama rais katika uchaguzi uliopita wa mwaka jana, tulishuhudia watu wakiuawa, tulishuhudia watu wakipigwa risasi, wakiandamana, lakini jeshi lilikuwa pamoja nao. Wale ambao wanadaiwa kuhusika kuwaua ni wengine, sio jeshi. Jeshi lilikuwa katika upande wa wananchi. Sasa baada ya hayo kuonekana, ndio maana sasa wanaombwa waweze kutii chochote ambacho Samia anatoa kama amri kwao. Unajua, sasa hivi katika taifa letu la Tanzania tuko katika njia panda, tunashindwa cha kufanya, tunashindwa pa kuelekea sasa hivi, kwa sababu watu wengi waliweza kuangamia. Hayo ndio yanasababisha huenda jeshi limegeuka. Kuna miili ya Watanzania ambao waliweza kuuawa, hawajulikani walipo kufikia sasa, na familia zinaendelea kulia, familia zinaendelea kufuatilia, na hata wakati tume ile iliyochaguliwa ama kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kutathmini kujua chanzo cha watu kuandamana, watu wengi wamekuwa wakifika katika tume ile ya Jaji Chande wakilia
machozi wakitiririkwa, watu wanapotazama wanashindwa cha kueleza, hadi tume hiyo ikaamua kufungia vyombo vya habari kutufuatilia na kututangaza yale ambayo ama ushuhuda ambao wanapokezwa, kwa sababu walijua kwamba Samia amejulikana, siri zake zimejulikana, watu hawapo, wale waliuliwa hawapo, miili inatafutwa, haki bado haijapatikana, uwajibikaji bado haujapitishwa katika taifa la Tanzania, fidia bado haijatolewa nchini Tanzania, idadi kamili ya wale ambao waliangamia haijapitishwa katika taifa la Tanzania, utekaji nyara bado unaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania, ukandamizaji unaendelea katika taifa la Tanzania, viongozi ambao wanaongea ama hawamuungi mkono Samia Suluhu Hassan wanatiwa mbaroni. Tundu Lissu bado kuachiliwa, yuko gerezani kwa zaidi ya miezi 9 sasa na anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Unajua haya yote ndiyo yanasababisha watu kuchoka. Hata wale ambao wako serikalini wanafika mahali wanachoka. Ndio maana mkuu wa majeshi anapembeleza jeshi liweze kutii na kufuata kiapo kile ambacho waliweza kukula wakati wa kuhitimu kama jeshi, kumaanisha wameonyesha ishara ya kumgeuka Samia Suluhu Hassan, na akigeukwa, hapo ndio mwisho wa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo tutasubiri tuone ni kipi ambacho kitaendelea ikiwa jeshi litaenda kutii pendekezo ambalo limetolewa na mkuu wa majeshi katika taifa letu la Tanzania, ikiwa wanaenda kumtii amri jeshi mkuu ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Taifa hili letu tunastahili kuliombea kila wakati ili haki iweze kutendeka. Tuliona kituo cha televisheni cha CNN kiliweza kuangazia vile makaburi ya halaiki yapo katika sehemu mbalimbali hapa Tanzania, hata ambapo tunapeperushia matangazo haya Mbeya. Kuna makaburi yako mahali fulani ambapo watu inadaiwa waliweza kuzikwa. Ndio maana mahakama ya jinai ya ICC iliweza kuombwa kuweza kuanzisha uchunguzi na kujua watu ni wangapi ambao waliuawa, nani aliwaua, sababu ni zipi, ili hatua kali ziweze kuchukuliwa dhidi ya wale ambao waliweza kuhusika katika mauaji ya Watanzania kwa sababu ya uongozi na kile ambacho kinadaiwa kuwa uchaguzi uliofanyika na watu waliandamana. Hatujui nani alichagua viongozi ambao ni wa CCM. Naomba kutamatishia hapo, lakini ikiwa wewe ni mgeni na hauja subscribe, bonyeza patoni ambayo ipo hapo chini ya subscribe ili kuendelea kupata taarifa zetu, na usisahau kuwasha kengele, na kila wakati tunatoa ahadi kuleta taarifa za ndani kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV. Usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni. Kwaheri.